kuna mnasaba gani hadithi hii na mlango? Mlango unasemaje? Ayushirikuna mara yakhluqu shay'a wa hum yukhlaqun. Wanamshirikisha Allah, wanapeleka ibada kwa viumbe ambavyo la yakhluqu shay'a, havijaumba katika hata namla, sisimizi, ukokwa hawamiliki, ngozi ya tende, wa hum yukhlaqun, isipokuwa wenyewe wamefanyaje? Wameumbwa. Vipo mpelekee ibada yako shehe mkubwa, vipo mpelekee malaika. Ndio akasema kuna mnasaba gani na hii hadithi? Asema anna fihi dalila, ndani yake katika hii hadithi kuna ushahidi, kuna ushahidi wa wazi ala butulani shirki, juu ya kubatilishwa nini? Ushirikina, bil awliya, kwa kule kuwapelekea dua nani? Kwa kule kuwaegemezea nani? Kwa sababu na huyu mtu mwema sana, basi kuwategemea wale mawali wasalihin na wafanyao mema katika mashehe, sipo hapo kwa sababu yule ni shehe mkubwa. Basi kwa hiyo kuna kubatilisha shirki ya kuwategemea hao viumbe katika mawali na katika watu wema. Li'annahu, kwa sababu idha kana rasul, wewe angalia, ikiwa mtume wa Allah lam yadfa an nafsi, hakuweza mwenyewe kujihami, kuitetea nafsi yake, hilo likafanyaje? Limechomoka uso kafanyaje? Sema kichwa kikapasuliwa. Yeye mwenyewe hakuweza kuikomboa nafsi yake adhur, kutokana nani? Na dhara ambayo limemfika. Walaysa lahu min al-amri shay, na wala hana yeye katika kuhukumu chochote kile. Fa ghayruhu min babi aula. Sasa si kwa mtume, kama ni mtume ni hivi, watu wao kwa wanasema watu wema, si nani wa mawali au si shehe. Mtume wa Allah ni hivi, mwenyewe hawezi kuidafa nafsi yake kutokana na madhara simfike. Mtume wa Allah hawezi kuinaswa, kama maana angekuwa anaweza, ule mshale usingemfikia ule mkuki kukata jino, maana angeweza kujiepusha kutokufanyaje kufikiwa. Yeye mwenyewe hawezi kuikomboa. Je, itakuwaje kwa walii na wao wema katika mashehe zenu? Mimbabi ndio akasema hapa faghairu, asiyekuwa mtume mimbabi aula, basi itakuwa ni zaidi